naongea juu ya imani. Ukikosa imani kuna matatizo. Ukikosa imani ya kweli, tuokolewe na watu wasio haki, wabaya, maana si wote walio na imani. Sasa hebu niulize, umekaa na nani? Ni nani anakushauri katika mambo ya Kristo? Ni nani huyu anayekushauri? Nani huyu anatembea na wewe? Ana imani ya Kristo? Maana amesema vizuri, si wote wenye imani. Lakini kuna mahali wameweka imani yao. Paulo anaongea juu ya imani ya kumtegemea Kristo. Wacha nituangalie aina za imani. Nimekuambia tutaziweka katika sehemu 3. Aina za imani. Kuna aina ya kwanza, aina ya asili, into bracket mwanadamu. Aina ya imani ya kwanza ni imani ya asili. Asili inamaanishaje? Ni mwanadamu, ya kibinadamu. Hiyo imani ingine tutaongelea hapo, tutazichambua vizuri. Imani hiyo ingine nimeitafuta, nimeiandika, ni imani ya kiroho. Imani ya kiroho hii inamaanishaje? Imani into bracket ya kiungu, kiroho, ya kiungu. Sawa? Jambo la 3, imani ingine ni imani ya madhehebu. Kanisa lako, kanisa lile unashiriki, hiyo imani ya hiyo. Lakini ile nataka tushike sana ni imani ya kiroho. Maana watu wengi wameegemea imani ya asili na imani ya dhehebu, wakaondoka katika imani ya kiroho, na ndiposa iko katikati, inaunganisha huyu na inaunganisha huyu. Sasa imani hii, tutaanza na imani ya kibinadamu. Imani hii inagiaje kwa mtu? Nisikiza vizuri, nisome hapa. Imani hii chanzo chake kutoka kwa wanadamu wenye asili hizo. Imani hii ya asili chanzo chake hutoka kwa wanadamu wenye asili hizo. Wakikuyu mnaamini aje? Wajaluo, Wakamba, you can name your tribe. Unaamini aje? Asili ya walio na imani hizo vile wanaamini. Imani ya namna hii hufanya kazi kutegemea milango 5 ya ufahamu. Imani ya asili, imani ya mwanadamu inategemea milango 5, ama inategemea mambo 5. Ikisema milango waweza kosa kunishika. Wacha niongee Kiswahili rahisi. Ya kwamba niongee inategemea mambo 5. Na hauwezi kuwa na imani hii ya asili ya kibinadamu kama hauna hiyo mambo 5. Jambo la kwanza, kusikia. Umesikiaje? Imani hiyo inategemea kusikia. Jambo lingine, kuona. Imani ya asili haiwezi amini kama haijaona, haiwezi amini kama haijasikia. Kwa hivyo haianzi na mtu, inasikia. Babu yetu alifanyaje? Mwanamke, kumbuka pale wamekutana na Yesu, nilisikia. Tangia hapo babu zetu walikuwa naabudu pale milimani. Kusikia, kuona. Jambo la 3, kugusa. Hawezi amini kama hajagusa, akajua hii ni kitambaa. That's why tunaruka huku na huku, maana hatuna imani ile ambayo tutakuja kuongea ya kiungu, kuamini ya unaweza okolewa na mikono ya korona. Sasa lazima uguse.
Imani hii ya asili lazima uguse ndio uamini ya kwamba hicho kitu ndicho. That's why unaona mtu anaenda kununua vitu, anaangalia maembe, anaangalia, naona anafinya, maana lazima aguse. Kuna mama moja area hapa kwetu, mahali huwa anaigiria tu, anauza avocado. Ukienda tu ukigusa hiyo avocado lazima uende nayo, hata kama ni mbaya. Ama kama hautaenda nayo lazima uinunue. Hawezi gusa ingine. Ndio mwambie unataka gani. Angeruhusu watu kila mtu aje agusaguse, hawangeweza, na huwa anauza. Sasa imani ya asili ni imani hatari sana kwa mwanadamu. Ni imani ambayo inaweza kukukosesha mbingu. Ni imani inaweza kukukosesha muujiza wako. Ni imani inaweza kukukosesha baraka zako. Jambo la 4, kuonja. Unakuta kwamba hauwezi amini kama haujaonja. Unakuta kijana anasema siwezi kosa kukuoa kama sijalala na wewe. Hiyo ni imani. Anaamini hivyo aone kile ambacho anapeleka nyumbani. Dada, usikubali hiyo imani. Kama hawezi amini wewe ni mke, wachana na yeye. Wachana na yeye. Sasa imani hii inaweza kukukosesha mambo mengi na kukuingiza kwa hatari. Na ninakuombea Mungu akuondoe kwa imani ya asili. Imani ya asili. Imani ya asili ni imani mbaya. Hauwezi amini muujiza unaweza tendeka kama haujaonja baraka ya hiyo. Jambo lingine, kunusa. You must smell so that you believe ya kwamba iko. Nataka nikufundishe juu ya imani, uelewe ni imani gani utaangukia kwake. Sasa hizi milango 5 nimeongea kuhusu nini? Na ikiwezekana si uniandikie zote zile nimeandika hapo baada ya kusikiliza. Uniandikie tu milango hiyo 5 ama hayo mambo 5, alafu komenti tu hapo chini. Nitashukuru mtu wa Mungu. Nitakuombea. That's why you see watu hawapokei miujiza. Unaombea mshirika, unaombea mtu. Nimeombea mtu mwingine kutoka nchi za nje juzi, Monday jana. Nikamuombea, akaamini. Alikuwa naenda kuattend mambo fulani, na akifika pale mambo ikawa imefunguka. Na huyo dada, kama unanisikiza, text me please. Sasa lazima uelewe ya kwamba imani ya asili ni imani potovu, imani mbaya, na hauwezi pokea kitu ukiwa na imani ya mwanadamu. Hauwezi pokea uponyaji, haiwezi pokea muujiza, haiwezi pokea chochote kutoka kwa Mungu. Imani ya asili tutakuonyesha haiwezi pokea. Haiwezi. Kwa nini Simeoni anapatiwa mamlaka ya Biblia inasema Yesu akamwambia, katika mwamba huu nitajenga kanisa langu. Maana ameona Petero ameamini, na imani ile yako nayo si imani ya asili. Ameacha mashua akamfuata. Akisonga pale akamuuliza, nikikufuata nitapata nini? Maana nimekufuata na nimeona vile tunafanya. Nikikufuata, mtu ameacha vitu vyake vyote, alafu ameacha hizi shughuli zake zote, atapokea nini? Akamwambia vizuri, ufalme wa mbinguni na hapa duniani nitakulipa mara 100. Wakasonga pamoja. Ufalme hakupatiwa saa hiyo, vitu vya hapo hakupatiwa saa hiyo. 'Kwa hivyo hakutembea kwa kuona.
Imani ya asili, mtazamaji wangu, usikubali itembee na wewe hata dakika moja. Hata kama maana biashara nyingi zinakufa kwa sababu mtu akiangalia anaona kufa. Hebu jaribu kufanya hivi. Kama unaona umefika mwisho, write for me a message. I want to tell you. Utaona njia zako zimefunguka. Nitainua imani yako na Mungu atakusaidia. I am here to proclaim that Mungu ana uwezo. Imani, ondoa imani ya mwanadamu ndani yako. Imani ya asili, nimekuambia inategemea mambo matano: kusikia, kuona, kugusa, kuonja na kunusa. Ondoka hapo. Endelea tusikiza tu hii. Kuna mwanafunzi mmoja wa Yesu alitegemea hii imani. Sasa wacha washirika. Kuna mwanafunzi wa Yesu alitegemea imani hii ya asili ambaye anaitwa nani? Tomaso. Tomaso tabia yake ni nini? Kuona, kugusa, kuonja, kusikiza. Ndiye huyu aone, ndiye huyu Yesu. Ameambiwa amefufuka lakini hawezi amini. Yesu alipokuja akamwambia ndio mimi, akamwambiaje? Wacha nione. Alipoona hakuamini bado. Akamwambia wacha niweke kidole hapo. Akaweka, akaambiwa weka mpaka huku. Ndio akaamini. Sasa unataka kuniambia Yesu angemwacha awe kanisa? Yesu hangeweka mwamba juu ya ile imani. Hangeweka juu ya ile imani. Ni mwanafunzi, sikatai. Na hakupokea. Hakupokea. Hata kabisa. Tomaso hatumsikii. Tunamsikia tu kwa kugusa. Story inaisha. Tomaso ni mwanafunzi aliyeingiwa na hofu ya imani ya namna hii. Aliingiwa na hofu ya namna hiyo ya kuamini kwa kuona, kugusa, kuonja, kunusa. Hallelujah. Amen. Unisikiza tu mahali ulipo, nitazame. Hii ukifundishika, na kama una kalamu andika, hii itakusaidia. Usaidie mwingine mahali fulani. Nitafurahia. Sasa ukisoma Yohana 20:24 inasemaje? My brother, hebu nisome. Yohana 20:24 inasemaje? Walakini mmoja wa wale thenashara Tomaso aitwaye Pacha hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Alikuwa wapi? Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Sema Bwana akusamehe. Bwana atusaidie. Mahali ulipo. Naweza kuwa nimetumwa kwako, lakini najua hautaamini, maana imani ya asili itakukalia. Na ikikukalia hauwezi pokea kitu kutoka kwangu. Lakini ukiamini imani ya kiroho ambayo nitakufundisha, na ninaomba usikose. Naomba usikose na unifuatilie tafadhali. Kwa hii imani nikuachie kama mahali ambapo utaweza kusimama peke yako. Usitegemee mchungaji wako. Na nielewe, mchungaji unategemea kwa percentage kidogo sana. Saa hii uko kwa nyumba. Saa hii uko kwa nyumba. Unategemea mchungaji wako kwa percentage kidogo, ambayo ni 25, 75 ni yako. Saa hii uko kwa nyumba. Hauwezi kuja kanisani nikakuwekelea mikono. Hata wewe mwenyewe utaogopa. Hata mchungaji mwenyewe ataogopa kuwekelea mtu mkono asishikwe na corona. Sasa tuko wapi? Katika imani ile ambayo itakusaidia ni ile ambayo umeishika yako. Sasa ukiwa na imani ya asili ya Tomaso,
Imani ya kuamini. Imagine anaambia wanafunzi aje jamani. Anasema hivi. Tumemuona Bwana. Tumemuona Bwana. Ameambiwa wameona Mwokozi. Leo tukisema ya kwamba wokovu unaweza patikana, korona inaweza ponywa kwa jina la Yesu, kuna watu bado hawaamini. Kumbuka walipokuwa kwa mashua. Kumbuka walipokuwa kwa mashua, akina Yona walianza kuomba. Baada ya kuomba, hata maombi yao imejibiwa, wakaanza kutupa vitu vyao kwa maji. Maana wana imani ya asili. Akimashua inawekwa uzito, ndio inayubayuba. Kwa hivyo lazima tutupe hizi vitu. Utaenda hasara kwa hii imani. Ukishika imani ya asili, utaenda hasara. Utaenda hasara. My friend, utaenda hasara. Na kama utaondoka kwa imani hii ya asili leo, hata ukigojeka, si uligojeka ukaponywa. Hata korona ile inatisha wazungu, inatisha wasomi, inatisha watu. Wewe ambaye unaonekana mtu bure, wewe unaonekana mtu ambaye hayajielewi, ukishika imani hii, ukiondoka katika imani ya mwanadamu ya asili, utakombolewa. Ushike imani ya kiungu, na nitakufundisha imani ya kiungu vile inafanya kazi. Sasa Tomaso anasemaje? Tomaso anasema hivi. Mstari alipoambiwa na wanafunzi. Akasemaje? Akasema akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake, asipoona mikononi mwake kovu, aone za misumari na kutia kidole. Alafu si hivyo tu, si kuona tu, aone huyu ni Yesu, aguse, atie kidole, alafu katika mahali pa misumari, aguse hapo misumarini iliyotundikwa, na kutia mkono wangu, alafu atie mkono wake katika ubavu wake, atie ubavuni mwake. Mimi sisadiki. Akasema yeye hasadiki hata kidogo. Leo naweza kukuambia ukiwa hapo quarantine unaweza ponywa. Lakini kama utaamini, utoke kwa imani ya babu zenu, toka kwa imani ya yule mtu alikwambia sijui Mungu anaabudiwa milimani. Aliambiwa na Yesu hamutaabudu tena hapo. Akaondolewa imani ya asili. Mwanamke Msamaria akaondolewa imani ya asili. I thank God aliponiokoa. Niliotoka katika imani ya kwetu nyumbani, nikaondoka imani ya kidini, nikaondoka imani ya mtu, nikaingia imani ya Kristo. Kristo anasemaje? Kwa misumari tumewekwa huru. Amen. Hallelujah. I love that. Na imani chanzo chake ni kusikia. Imani ya Mungu chanzo chake, imani yote hata ya mwanadamu ni kusikia. Nitakuelezea. Ni kusikia. Sasa hiyo imani lazima tuangalie, tuone inatupelekaje. Kwa hivyo maana ya imani ni kusema nini? Inategemea kusudi. Imani ni kutegemea kusudi, kutazamia na kuamini. Imani yoyote huambatana na uaminifu pamoja na kuamini. Hiyo ndio maana ya kamili ya imani. Nitakupeleka pale imani ya kiungu, nikuoneshe hii imani vile inasimamia ya kiungu. Sasa hii imani ninaongea naye ni kutegemea kusudi, kutazamia na kutumainia. Imani yoyote huambatana na uaminifu pamoja na imani. Imani hata hiyo ya asili, lazima kitu cha kwanza iwe umeamini, umekuwa mwaminifu kwa hiyo. Kwa hivyo hata imani ukienda, unajua nikienda kwa waganga nitatibiwa. Nikienda kwa nani? Sijui nitapona. Nitaweka ulinzi, unakuta barabarani kuna vibao vimeandikwa kukinga boma, mapenzi. Ukienda kule anasema anakinga mapenzi, yeye hana hata bibi. Hata bibi hana. Ukimuuliza ameoa bibi wangapi, hata hawezi kukuambia. Na huyo ndio umeweka imani yake. Sasa chanzo cha hiyo imani ni kusikia. Na ukisikia tu na uamini, hiyo inataka uwe mwaminifu kwa hiyo umesikia. Ukiwa mwaminifu kwa vile umeambiwa na huyo daktari wa kienyeji, utaenda utapona. Si dawa huwa zinatuponya, si dawa. Ni imani ya hiyo, nimeamini hii dawa itaniponya. Ukinywa dawa na hauna imani na uamini hiyo dawa, hautapona.
That's why tunaponywa na Yesu. That's why unaona saa hii watu walikuwa wanasema ya kwamba kuna imani. Imani iko wapi? Yesu tuliyekuwa tunasema chanzo ndiye mambo yote. Tumekimbia. Mimi nina imani ya kwamba Yesu anaweza ponya corona. Kwa Yesu nonsense. Serikali imegharimika pesa mingi. Dunia imesimama hivyo kwa sababu ya kitu tunaweza peleka msalabani. Hivyo ndivyo dunia ilikuwa imesimama 400 years. Wakati mwanadamu wa kwanza aliasi dhambi. Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Kwa hivyo imani hii ya kusikia ni kitu very dangerous. Mwenye imani ya namna hii hawezi pokea kitu chochote kutoka kwa Mungu. Ukiwa na imani ya asili hauwezi pokea kitu chochote kutoka kwa Mungu. Kama vile uponyaji, wokovu na kadhalika. Wakorintho wa kwanza inasemaje? 1:18 nikimalizia. Wakorintho wa kwanza. Usikie vile inasema. Wakorintho wa kwanza 1:18. Wakorintho wa kwanza 1:18 inasemaje? Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi. Kwa hivyo hauwezi amini corona inaweza ponywa na Yesu, maana kweko njia ya msalaba ni upuzi. Lakini kwa yule anaamini na anaelewa kile ninasema, anaamini ya kwamba Yesu ndiye dawa. Amen. Kwa wale wanaoamini, wasioamini ni upuzi. Mbali kwetu sisi si useme kwako wewe. Kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Wakorintho wa kwanza 1:18. Kwa hivyo njia ya msalaba kwa wale wanaopotea ni upuzi. Serikali haiwezi kukuambia uende kanisani. I want to promise you and to tell you the truth. Haiwezi kukuambia uende kanisani. Serikali kile itafanya mambo ya hapa duniani. Na ni kweli na tunakubali. Itakujengea hospitali kubwa. Saa hii umeona vile wamejenga quarantine haiwezi kukuambia twende tupeleke kanisani hawa watu waobewe. Hiyo haiko kwao. Hiyo ni njia mbili, mambo mawili tofauti. Mambo ya msalaba na mambo ya serikali ni mambo mawili tofauti. Na ni lazima tuheshimu serikali yetu. Lakini kile kiko haiwezi kukuambia enda hospitali. Toka hospitali uende kanisani ukaombewe uponywe. Very few wanaoweza sema. Nimesikia rais mmoja wa Tanzania, Magufuli, ameongea mambo ya kusema yeye anaamini uponyaji utapatikana kanisani. Amen. Sasa njia ya msalaba kwa yule anayepotea ni upuzi, bali sisi kwetu tuliookolewa ni nguvu kwetu ya Mungu. Shujaa wa msalaba umeinuliwa juu, yani tu ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu. It's very painful. He died because of you. Have faith in him. Have faith in him. Hivyo ni tofauti sana na imani ya kiroho. Imani ya mwanadamu ni tofauti sana na imani ya kiroho. Serikali inasemaje? Mungu anasemaje? Tusichanganye hizo vitu. Najua inaweza kuwa shida kwa mtu, lakini ukweli ni tuongee. He is only the king. Anaweza kutoka kwa misumari bila kusurutishwa na mtu. Alibeba akijua anaenda kupigiliwa msumari. That feel ndio tunataka tuione.
Nataka nisikie comment yako. Nataka tu share with me please. Na kama unasikia you are down na hiyo imani imekutawala sana, nitakuombea. Mimi nilikuwa hivyo. Lakini saa hii siwezi ati mpaka nisikie, ati mpaka nione, ati mpaka niguse. No, I believe from now anything can happen in my life. Na mambo ibadilike. Mambo ibadilike. Na kuombea sana corona isikubebe. Tutapatana na wewe. Tutapatana na wewe. Nikusaidie. Mungu wa amani akubariki. Akuinue, akufungue. Kutoka hapo tutakuja kuangalia imani ya madhehebu. Na usikose dhehebu. Dhehebu inamaanishaje? Dini. Dini inamaanishaje? Kanisa. Pale unaenda ile nyumba tumefunga. Ile manyumba tumefunga. Sawa? Ile manyumba tumefunga. Mahali pale patakatifu palichaguliwa na Mungu. Hapo ndipo ninaongea juu yake na nitakusaidia. Na ninajua Mungu atakubariki. Kuwa na mimi every day masaa kama haya. Na usiwe na haraka ukiingia kwa mtandao. Na unisikize tu nikusaidie. Unaweza angalia picha vingine ambazo ni za kuchekesha tu, lakini hii itakujenga wakati kama. Na ninajua Mungu atakubariki. Atakuinua. Father, in the name of Jesus. Nakushukuru Bwana, ninakuinua kwa sababu ya mtazamaji wangu. Bwana Yesu, naomba neema, naomba kibali. Wote wanao tembea nami katika hii safari, na wote Bwana wamesimama nami ili niweze kuwafikia katika ujumbe huu. Bwana Yesu, Baba, ninawaombea neema. Wale wote wamesimama na hii huduma, wale wote ambao wamesimama nami kwa maombi, wale wote wamesimama nami kwa mali zao, Yesu, katika imani zao ukawabariki na kuwainua. Nimewafundisha kutoka katika imani ya kimwanadamu wakaingia katika imani yako. Na ninajua kesho Bwana tutakutana na tuongee habari ya imani ya dini. Na Bwana ninajua utatusaidia. Utaweza kutushika mkono ili tukaweze kuelewa imani ya kweli. Na baada ya hiyo tutaangalia imani ya kiungu. Baba, utusaidie na ututende mema. Na achilia uponyaji sasa. Yes. Receive your miracle. Yes. Receive your healing. Yes. Receive your new portion. Yes. In the name of Jesus. Nimekuombea ukiwa hospitali. Yes. Uponywe na hii imani ya Yesu Kristo. Yes. Utoke kwa kitanda cha uharibifu. Yes. Utoke kwa uangamifu. Yes. Utoke kwa mateso ya ukoo. Yes. Utoke kwa roho yote iliyokufinyilia. Yes. Ikuachilie. Yes. In the name of Jesus. Nimeachilia kibali kwako na nimeachilia mwanzo mpya. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba na hata kuamini. Amen. Mungu amani akubariki, akuinue na akutende mema. Siweze kuniandikia message, kama ungetaka namba yangu utaniandikia pia ili tuweze kuongea na wewe. Na Bwana atakubariki. Any assistant of spiritual things nitakusaidia, na ninajua Mungu atakubariki na atakuinua. Na ninajua tutasaidiana. Jambo lolote ungetaka tu kujua na ungetaka pia namba yangu ya simu, wewe niandikie kwa WhatsApp, kwa Facebook online, nitapata hiyo message. Kama unahitaji, kuna weke wamehitaji, nikawapatia, tukaongea, tukasaidiana na mambo ikawa vizuri. Kwa hivyo Mungu amani akubariki na akuinue na akutende mema. Shalom, shalom, shalom. I love you.